Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote hatunabudi kumshukuru Allah subhana na kuziomba ziada ya rehema zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa muda huu mchache na kuomba tuazimane masikio ili tuweze kuelekezana kuna jambo fulani. Nimepita katika maeneo fulani ya mitandao, nikaona baadhi ya klipu zinatembea zinasoma. Kuna kadhia ambayo nimeiona, kuna shekhe anazungumzia swala moja zito sana, lakini anapozungumza hii swala kana kwamba ni swala, yani ni swala simple sana, anavyolichukulia yeye kiwepesi sana, swala ambalo mpaka Ibilisi mwenyewe, ikiwa swala hili kwa mfano kwa mfumo anaozungumzia yeye kwamba swala hili lipo na ruksa ya kufanyikana kwake, kufanyika kwake, Ibilisi mwenyewe jambo hili analikimbia mbali. Anapoona mtu anafanya hili swala, anakaa mbali naye, anakimbia mbali eneo hilo kwa kuchelea kwamba wenda Mungu muda wote ataigeuza ardhi juu chini, chini juu, kwa sababu swala hili hata watu wafasi wa Nabii Lutu walipata majanga kwa sababu ya masala kama haya. Lakini leo inafika sehemu mtu anaitwa shekhe, ni shekhe wa watu, ni mtu anategemewa, lakini anakuja kuzungumza masala haya. Kwa kweli ni mtihani, kwa sababu si wote wanauelewa. Wengine ni wale watu wa kuokota. Mtu akiokota hiki anakitumia, amekwenda ameokota hiki, yala anakwenda kutumia. Sasa utakwenda kwa masuli, jamani. Tunayozungumza tuyapime kwanza, tunazungumza nini, kwa wakati gani, na kwa maslahi ya nini. Isije ikawa baadaye tukapata madhara, tuko makaburini tayari huko tunafungashiwa nayo. Jamani, tunazungumza hili swala, ndio watu washafanya huko, linafanyikana sasa hivi huko, watu wanafanya kwa, na wewe katika yale yanayofanyikana, na wewe fungu lako ni hili. Sasa sijui itakuwa unafuata faida au utakuwa unapata hasara. Hebu ifike sehemu, kuna masuala mengine tuyawache, ni bora ukaacha lipite, sio kila kitu mpaka useme. Naomba sana jamani, tunapofanya kitu, tunapozungumza vitu, hebu tupime kwanza. Naomba kwanza tuipite hii aya kwanza, japo kwa mukhtasari tuione hii aya. Huyu shekhe mimi nitamwacha kwa jina, najua mnamfahamu, nitamwacha kwa jina. Shekhe huyu aliipita aya ambayo ipo katika sura ya pili, aya nambari 223, aya nambari 223 ndo alipita hii aya. Huyu bwana shekhe wa watu huyu, ni bwana mkubwa wa watu huyu, mheshimiwa wa watu huyu, watu wanamheshimu kuliko maelezo, lakini ndiyo alikuja na slogan na mazingira haya, akajifanya na chambua aya, lakini hakuna chochote ambacho alikuwa anaeleweka kwa mnasaba wa hii aya. Aya inasema hivi, alipoanza yeye alianza hivi, baada audhu billahi minash shaitani rajim, nisaukum harthun lakum faatu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum. Hii aya huko mbele yeye hakuja, aliishia tu hapa. Faatu harthakum anna shi'tum, aliishia hapa. Lakini aya hii ukiangalia mbele tayari iko wazi na ina majibu ya kutosha sana, lakini kwa ufinyu wa ufahamu wa mtu ndiyo anakwenda kuyaelewa maneno ya Mungu pasipokuwa na mizani iliyokuwa sahihi, hatima yake kwenda kupotosha watu. Subhanallah. Ndugu yangu, huyu bwana akafasiri aya kwamba aya hii inawaruhusu wanaume kwenda kuwaingilia wake zao kinyume na maumbile. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni mtihani mkubwa huu leo. Huyu ni shekhe ambaye inasemekana kwamba ni shekhe wa watu, anategemewa na watu, alafu anakwenda kuzungumza habari nzito kama hizi, habari ambazo mpaka ardhi inatetemeka dhidi ya huyu mtu anapozungumza hizi habari. Lakini akaja akazungumza maneno, akasema nisaukum harthul lakum, wanawake hawa ni makonde yenu, faatu harthakum anna shi'tum, waendeeni hawa wake zenu, anna shi'tum,
akafasiri yeye kwamba annashitum, popote mtakapo. Kafasiri yeye popote mtakapo. Kwa maana gani popote? Popote pale, akasema masikioni, sijui puani, na mengine na kwingine ambako yeye ndo amekusudia hivyo, na akatoa baadhi ya vidalili fulani ambavyo dalili ambazo hazipo kabisa katika maweko, hazipo. Akikokota yote haya kuwahalalishia watu waende wakafanye uharamu mkubwa kabisa ambao Allah anachukia, Ibilisi mwenyewe anakimbia dhambi hii inapofanyika, lakini akaichukulia katika hali ya simple kabisa. Subhanallah. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Aya hii ni aya nyepesi sana, lakini liman lubil fahmi, aya hii ni nyepesi sana. Na ili ukitaka aya hii kuongoze, aya hii mbele tu hapo, ukimaliza tayari ishafungua majambo. Kipengele hicho alichokisoma yeye mwenyewe, hii nisaukum haruthul lakum, wanawake ni makonde yenu. Konde ni shamba. Kanuni ya shamba ni kuotesha kitu, ni kuotesha mazao. Ndio kanuni ya shamba, ni kuotesha mazao. Ukiwa na dhamira ya kwamba haya mazao yakishaota yatakuwa mwisho wa siku yatakwenda kupatikana mazao, utavuna, yatakomaa, utavuna. Ndio kanuni na lengo la shamba. Ikiwa shamba hili halioteshi vitu, itakuwa limepoteza sifa. Hasa kama sehemu kama konde ni sehemu ya kupandisha mashamba, kupandisha mbegu ili upate kupata mmea mmea wa maembe, uje uvune maembe. Sasa ikiwa itakuwa ni hivyo, itakuwaje kukapatikane sehemu nyingine ndio wewe ukawekeze mbegu huko ambako hauwezi kumea mmea wote? Inawezekanaje hichi kitu? Lakini Mungu akasema kwamba faatu harthakum, yaendeeni ya mashamba yenu, annashitum. Annashitum maana yake ni namna mtakavyo, namna, sio popote. Annashitum maana yake ni namna mtakavyo, sio popote. Alafu Mungu akasema kupitia aya hii, Mungu akasema wataqullaha, anasema waqaddimu li anfusikum, lakini tangulizeni kheri. Hapa kuna kitu kimeondoshwa. Waqaddimu, tangulizeni jambo la kheri, li anfusikum, kwa ajili ya nafsi zenu wenyewe. Fanyeni mazuri kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa nini Mungu asema maneno haya ikiwa hili jambo ni jambo la kawaida? Kwa nini Mungu asema maneno haya? Aliwajua kwamba hawa watu watakuja kutokea, watazungumza maneno ya kinani kama haya. Haya ni maneno ya kindezi. Yaani wewe ni shekhi kabisa, unakuja kuzungumza masala ya utumbo kama haya, unaiambia jamii kwamba ikafanya utumbo wa design kama hii, ikafanya haramu ya design kama hii, haramu ambayo mpaka Ibilisi anaichukia na kuikimbia. Ibilisi ambaye amefanya ujinga, lakini bado anaikimbia hii haramu inapofanyikana. Mungu anasema waqaddimu li anfusikum, lakini kama itoshi wataqullaha waalamu annakum mulaquhu wabashiril mu'minina. Kwa nini Mungu alete maneno kama haya mpaka afike sehemu kwamba wabashiril mu'minina, wape bishara njema waumini? Kwa nini? Mbona kuna owning sana huko mbele? Kwa sababu gani? Ndio iwe kiepesi. Lakini kumbe ukiangalia aya hii, nyuma ya aya hii, aya ya 222, Allah ameanza kuzungumza kwa uzuri zaidi hapa, ukitaka kumwelewa hasa. Ingawa hii ibara inaeleweka zaidi, wala haina ukakasi lolote. Mungu hajaruhusu masuala ya kuingilia kinyume na maumbile hapa, hajaruhusu kabisa. Hakuna hapa chikitu. Aya hii ya 222 inasema yasalunaka anil mahidhi. Nataka unisikilize vizuri hapa. Yasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza we Muhammad kunako habari ya hedhi. Kul, sema ukiwaambia wao, huwa adhan, hiyo ni adhan, yani ni uchafu, na ni uchafu sana, na ni tatizo kubwa sana. Kama ni tatizo, faatazilu nisaa, jitengeni sana na hawa wanawake, jitengeni na hawa wanawake, fil mahidhi, wanapokuwa katika hedhi, jitengeni nao. Hizi habari bora ziko wazi sana. Wala takarabuhunna, wala msiwakaribie wao, na msiwakaribie kabisa, hata yatuhurna, mpaka wao watoharike kutokamana na hiyo hedhi yao. Faidha tataharna,
na pindi watakapokuwa wametwaharika, kwa maana ya kutwaharika. Fa idha tatwaharna, angalia uzani wa hiyo ilipotiwa hiyo shadda, na pindi watakapokuwa wametwaharika, kwa maana ya kutwaharika, anasema faatuhunna, basi waendeeni sasa hao wake zenu, min haithu amarakumullahu. Angalia hapo, min haithu amarakumullahu, pale ambapo Mwenyezi Mungu amekuamrisheni nyinyi, kabla ya wao kuingia katika taratibu zao za mwezi. Kuna pahala Mungu alikuhalalishieni, alikuamrisheni nyinyi kwamba ndiyo mkapatumie, ndio muwatumie kupitia pahala hapo. Mungu alielekeza hivyo. Sasa wakati wameingia katika tarehe zao, Mungu akasema hivi, komeni nao, akawastopisheni, akakuwekeeni wigo, msiwasogelee hao wanawake wakiwa katika hali hiyo. Lakini ndio anasema faidha, basi pindi ambapo kwamba tatwaharna, watakapokuwa washatwaharika tayari, anasema faatuhunna, basi waendeni wao, min haithu amarakumullahu, kutokamana na pale ambapo Mwenyezi Mungu alikuamrisheni. Kwa nini? Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu subhana, yuhibbu almutawabina, hakika Mwenyezi Mungu anapenda wale wenye kuomba toba. Wa yuhibbu almutahhirina, anapenda pia na wale wenye kujitwaharisha, waliokuwa wasafi. Hapo utanielewa vizuri. Aya hii inajitosha kabisa, ingawa yeye alichukua hii aya 223. Mimi nimetaka kuanzia aya 222 ili uelewe kadhia ilikuanzia. Alafu mtu anakuja from nowhere anazungumza utumbo, anakuja na slogan ya kuwaruhusu watu wakafanya uchafu, wakafanya ujinga, wakamkosea Mola wao. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wallahi ndugu zangu, tuweni makini sana na aya za Mungu, na tusikurupuke kunako aya za Mungu. Badala ya kukataza wewe ukaamrisha, badala ya kuamrisha wewe ukakataza. Qur'ani ni maneno yaliyojifunga, yanahitaji taaluma ya kuyafungua. Nikuombe sana ndugu yangu, wewe ambaye umeshikamana na taswira hiyo, na ukiyafanya machafu hayo, machafu ya liwatwi, machafu ya kuwaendea wake zenu kinyume na maumbile, mkihisi kwamba eti ni halali. Hakuna halali hiyo, ni haramu, na ni haramu kubwa sana. Leo nilipenda kwa muda mchache huu tukumbushane haya, na Mwenyezi Mungu atukubalie na tusaidie sana. Langu jina ni Sheikh Maulana, na kutakia kila la kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.